Bwana, wenyewe wasema kwamba pisha mbele kushakwa kubaya. Huu ni wakati kwa timu zile za ligi kuu ya NBC Tanzania bara kutengeneza kikosi bora kuelekea kwenye msimu wa mwaka 2026 2027. Hapa ndipo ambapo wachezaji wale ambao timu husika wanahisi kwamba mchezaji huyu sisi hatufai kuelekea kwenye msimu ujao, basi tupishe ili waweze kusajili wachezaji wengine ambao wao wanaamini wataweza kuwafikisha kule ambako wanahitaji. Ninapozungumza na wewe wakati huu, klabu ya Simba imepitisha panga. Ninapozungumzia panga, wamewapa mkono wa kwaheri baadhi ya wachezaji tofauti, wachezaji kama 7 hivi. Sasa wewe utatuambia katika wachezaji hao ambao Simba wameamua kuwapa mkono wa kwaheri, mchezaji gani ambaye alistahili kusalia ama wameweza kufanikisha vile ambavyo wao wenyewe wanahitaji. Bado naendelee kushauri wewe ambaye unatufuatilia kila siku kupitia Dost Media, usisahau tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na comment. Sasa ngoja nikusomee wachezaji hao ambao Simba wamewapa mkono wa kwaheri. Mchezaji wa kwanza ni Karabu Shamoa. Huyu ni beki kisiki ambaye msimu uliopita badala ya Simba kuachana naye kwa wakati mfupi akaenda kutumikia klabu ya TRA United, lakini kutokana na kiwango chake ambacho ameweza kukionyesha, klabu ya Simba wameweza kumpa mkono wa kwaheri akatafute maisha yake mengine huko ambako anahisi yeye kutamfaa. Ukiachana na mchezaji huyo, mchezaji mwingine ni Nabi Kamara. Sasa hapa kwa Kamara kila mtu anatoa maoni yake, wengine wakiamini kwamba mchezaji Nabi Kamara alistahili kusalia ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kwenye msimu uliopita, lakini pia kulikuwa na mgongano, lakini yote kwa yote tuamini kile ambacho ameweza kukifanya kocha wa klabu ya Simba, kwamba anaamini kwamba Kamara hakuwa na msaada ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kiachana na huyo, mchezaji mwingine ni Edwin Barua. Edwin Barua Simba walimtoa kwa mkopo wakampeleka nje ya nchi, lakini kwa hivi sasa Simba wanaamini kwamba wao Barua hawapo kwenye mpango mkakati wao kuelekea kwenye msimu mpya mwaka 2026 2027, ndio maana wameweza kumpatia mkono wa kwaheri. Ukiachana na huyo, mchezaji mwingine ni Joshua Mutale, wenyewe wanamuita Budo. Budo alikuwa anachangamsha pale katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, na baadaye ya kuonekana vile kwenye dirisha dogo klabu ya Simba wakamtoa kwa mkopo wakampeleka nje ya nchi akaweze kucheza, lakini wao wenyewe wanahisi kabisa kwamba Budo bwana huyu hawezi kutufaa kuelekea kwenye msimu mpya, kwa sababu klabu ya Simba ni klabu ambaye kwenye baadaye tu ya kuingiza zile sajili za dirisha dogo imekuwa na mabadiliko makubwa sana, kitu hicho kilichopelekea hata Budo kuonekana kwamba huyu sio kitu, ngoja tutafute watu ambao wanaweza kuja kutusaidia kuelekea kwenye msimu ujao. Kiachana na Joshua Mutale, mchezaji mwingine ni Awesu, naye pia wamempatia mkono wa kwaheri. Mchezaji mwingine ni Omari, naye huyu msimu uliopita klabu ya Simba walimsajili akitokea Mashujaa, lakini ameshindwa kuonyesha kile ambacho wao walikuwa wanakiamini kwamba huyu anaweza akaja akatuonyesha, naye pia ameweza kupewa mkono wa kwaheri. Hapa ndo pazito, hapa ndipo ambapo penye maswali mengi kweli kweli. Golikipa Musa Pinpin Kamara naye ni moja kati ya wachezaji ambao wameweza kupewa mkono wa kwaheri ndani ya kikosi cha wanalunyasi hawa Wekundu wa Msimbazi Simba. Katika wachezaji hawa 7, wachezaji 4 wa kimataifa wamepewa thank you, wachezaji 3 wa Tanzania wamepewa thank you. Unaweza kuniandikia komenti yako hapo fupi, kati ya hao ambao wameweza kupewa, mchezaji gani alistahili kupewa thank you katika hao, ama ni yupi ambaye hakustahili kabisa kusalia? Kwangu mimi kuingia swali hilo nitakwambia wachezaji 2 wa Simba walistahili kusalia ndani ya kikosi hicho. Mchezaji wa kwanza ni Musa Pinpin Kamara, ni moja kati ya golikipa bora sana. Hata ukijaribu kumkompea kati ya Musa Pinpin Kamara pamoja na Kasali, ni utofauti mkubwa sana. Hata ukiangalia kwa wale wachezaji ambao wako pale, magolikipa ambao wako pale wamesalia hivi sasa, hauwezi ukamlinganisha ubora wa Musa Pinpin Kamara ukamlinganisha labda na Kasale. Ni vitu viwili tofauti. Ukamfananisha labda na Abel, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kwangu mimi uongozi wa Simba wamemkosea Musa Pinpin Kamara, lakini tuheshimu mawazo yao. Labda kwenye dirisha kubwa hili la usajili watamleta golikipa ambaye ni bora zaidi ya Pinpin Kamara. Mimi jina langu ni Maunga Junior, nyuma ya kamera hapo amesimama director Black Emoji ambaye yeye
anahakikisha kila siku tunakuwa na muonekano mzuri kweli kweli. Shout kwa timu mzima ya Dost Media ambaye kila siku tunahakikisha tunapambana na kukuletea habari mbalimbali za kimichezo na zile ambazo zisizokuwa na za kimichezo. Bye bye.